mama ntilie, nenda kafanya hiki, ita mabaraza ya kanisa, waambie vijana tunataka zaka kamili. Nataka nikwambie mabadiliko yatatokea. Nilikuwa kwenye kanisa, nilikuwa mchungaji wa kanisa moja katika net conference wakati sijaenda conference. Tukaanza mikakati ya kuambia watu wafanye kazi. Tukaanza kuwatafuta wasichana wote wasiofanya kazi, tunaweka kwenye mabaraza ya kanisa, tunawaambia kwa nini hamfanyi kazi, wanajieleza, tunawaletea wataalamu wanawafundisha, wanaenda kufanya kazi. Wanakwenda. Nataka niwaambie katika mwaka ule zaka na sadaka per capita ilikuwa ni kubwa kuliko zote katika Tanzania nzima. Na ilikuwa ni kanisa la kijijini tu. Kwa sababu walijua kwamba kuwa Mwadventista Sabato maana yake sio siku ya saba, sio siku ya kwenda kupumzika, ni siku 6 fanya kazi. Kila mtu unakuja kanisani, watu wanakuambia hebu nipatie hata shilingi 5, shilingi 5 ya kusaidia ile nyumba ya yule mzee. Unaambia hata Mungu anajua sina pesa. Halafu unafikiria kwamba Mungu anafurahia. Mungu anafurahia watu ambao ni makini, wanajua kutumia maubongo yao yote, wanajua kufanya kila wanachotaka. Mungu anataka tufanye kazi. Kina mama, usikae nyumbani, nenda kufanye, nenda sokoni, nenda kauze vitu, nenda katengeneze, nenda kashone, nenda kafanye hiki, nenda kawe na vitu 100 unafanya, nenda kafanye. Siku 6 fanya kazi, tena mambo yako yote, lakini siku ya 7 unakuja na suti yako, unamshangilia Bwana. Haleluya! Watu wengi wanakuwa na fujo nyumbani kwa sababu hawafanyi kazi kwa bidii. Wanaofanya kazi kwa bidii nyumbani kwao ni raha. Nyumbani kwao ni nini? Raha. Wale wanaochapa kazi nyumbani kwao ni nini? Raha. Hawana muda wa uinjilisti wa masengenyo. Kuna kina mama ambao wakitoka nyumba hii masengenyo, akitoka nyumba hii amechonganisha huyu, kutoka nyumba hii amegombanisha huyu, ni wainjilisti wa masengenyo. Nendeni mkafanye kazi wiki nzima. Nendeni mkashuhudie. Nendeni mkawaambie watu habari ya Yesu. Nendeni mkafanye mambo ambayo Mungu anayataka tuyafanye katika wiki nzima. Wiki nzima fanya kazi. Wiki nzima fanya kazi. Biblia inasema hivi, alimaye haba atavuna namna gani? Haba. Apandaye haba, ukilima eka 1 kama Fue alipokuwa analima zamani, atavuna mavuno ya eka hii 1. Lakini nafikiri sasa hivi ninalima eka 1 tena. Nataka nikuambie, nilipoamua kutafuta zaka na sadaka, mambo yalibadilika, yamebadilika na ucheka wakati uliopita. Wakati ilikuwa sina akili timamu. Na najua Mungu anaendelea kunipatia akili timamu. Nataka niwaambie kina mama, nina mke ambaye ni mwaminifu 100% zote kuliko mimi katika zaka na sadaka. Na kazi yake unajua ni nini? Kuni control. Leo ishara ya leo ya wiki hii, ishara yote imetolewa zaka na sadaka. Je, yale marupurupu yametolewa zaka na sadaka? Naambia ndio afanye. Yametolewa. Hivi karibuni tuna shamba letu tumelima papai. Tumelima papai, nikaenda nikayachuma nikaleta nyumbani. Watoto wakao umeanza kuyatumia. Mama akaja akakuta mapapai yamechuma. Akauliza swali la kwanza, yametolewa zaka na sadaka? Akamwambia sijui, alileta ni baba. Hatujui alileta ni baba. Sasa bahati nzuri na mimi nikaja. Akaniambia, hayo mapapai vipi? Yametolewa zaka na sadaka? Nikamwambia ndio mama. Akaniambia umetolewa wapi? Nikamwambia kanisani. Hebu risiti nivione. Nikaenda nikazitoa risiti. Unajua wanaume wengi, kama hamtakubali wanawake wawe checkpoint zenu, wengi hamtaenda mbinguni. Nataka niwaambie ule ukweli. Mimi ninasaidiwa mno kwa sababu nina mtu ambaye nimemruhusu alicheki. Acheki anitengeneze. Biblia inasema Mungu ameumba jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanamume. Hilo limeandikwa kwenye Biblia.
Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ndivyo ambavyo Mungu wetu alituambia. Sindano moja mbaya ya usingizi wa kiroho ni pale ambapo unapoamua kula zaka na sadaka. Nataka niwaambie, zaka na sadaka, zaka ni mali ya Mungu. Usipoipeleka kwa Mungu, utaipeleka kwa shetani. Zaka huwezi ukaila wewe, hata ukitaka kuila. Ukipeleka shule, majibu ya shuleni utayapata wewe mwenyewe. Ukipeleka kwenye ugali, wewe ugali utaona utakalo kufanya. Utakuwa na akili yoyote, hata utaweza kujua kwamba sukari ni sumu. Utajua kwamba Coca-Cola hivi. Mara ya mwisho mimi kunywa soda ni lini? Nafikiri miaka 30 iliyopita. Hata kikombe kimoja sijana. Najiuliza ina vitamini gani? Inanisaidia nini? Lakini ukiwa mwaminifu, hiki sipendi kukisema sana, lakini nataka niwaambie, ukiwa mwaminifu kwenye mambo madogo madogo, Mungu hata anaweza kukupigia vyovyote vile. Mimi sienda hospitalini tokea mwaka wa 80 mpaka leo. Sisemi kwamba najilinda, sisijilindi na afya, lakini Mungu anaamua kunilinda. Anajua hivi viela vidogo vidogo vya zaka na sadaka tunakazana kutoa. Anajua, anasema huyu mwache. Mwaka huu nilipatwa na corona kidogo ningeudeni. Lakini Mungu akaona kwamba huyu jamaa aendelee kukaa. Nikaendelea kukaa. Nataka niwaambie, zaka ukila wewe itakukula wewe mwenyewe. Nenda kufanya matengenezo. Usitake ile zaka unaosukuma, toa ndugu. Zaka itoke kwako wewe mwenyewe, itoke kwenye kila chako, jikague wewe mwenyewe. Acha mpaka upigiwe magoti ndio unatoa. Nataka nikuambie, zile unazotoa kwa kulazimishwa hazifiki kwenye kiti cha rehema, hazitoi baraka ile inayomwagika, hazitoi baraka ya afya, hazitoi baraka ya heshima, hazipatii utukufu. Toa kile ambacho Mungu wa mbinguni anataka ukitoe, tena kwa moyo wa uangalifu sana. Biblia inasema hivi, kwa yule mwaminifu anasema, angalieni nitakemea mbegu kwa ajili yenu na nitapaka wale ambao wanakula zaka na sadaka. Sikiliza Biblia inasema, kama nisisome mimi, asome mtu mwingine. Malaki 2 fungu la 3. Usome Malaki inasema nini? 2:3 Malaki. Ndio. Neno la Bwana linasema, ndio, angalieni, ndio, nitakemea mbegu kwa ajili yenu. Nitakemea mbegu zenu, nazo zipanda hazitazaa kama ninavyotaka kwa sababu yenu. Nami nitapaka nyuso zenu mavi. Na nyuso zenu nikiziangalia zitakuwa kama zimepakwa mavi. Biblia inasema, yaani zitakuwa mbaya. Nyuso zenu zitakuwa hazina tabasamu. Nyuso zenu hazina raha. Maana ukila zaka mtagombana, ukila zaka fujo zitazaliwa, ukila hiki anasema zitapakwa nyuso zetu, zitapakwa mavi. Jamani, nyuso zetu zimepakwa mavi kama sisi ni wezi wa zaka na sadaka. Anasema naam, mavi ya sadaka zenu ambazo tunazitoa, ambazo ni kilema. Mungu anasema nyuso zenu nitazipaka mavi, nanyi mtaondolewa pamoja nao. Anasema na hivyo sadaka zenu pamoja na ninyi sizitaki, mtaondolewa nazo. Unajua, tunaenda kwenye kanisa la Korea. Nenda kwenye kanisa la Korea uone. Kanisa la Korea 99% ya Waadventista wa Sabato ni waaminifu. 99. Kuanzia watoto mpaka watu wazima. Kazi za kufanya kama tungekuwa waaminifu, ili kanisa lingekuwa limeshaisha tokea mwaka jana nimekuja. Kama tungekuwa waaminifu kwa Mungu wa mbinguni, haya mambo makubwa madogo tunayoyafanya leo tungeyafanya makubwa mara 100 kama tungekuwa waaminifu kwa Mungu wa mbinguni. Hebu Malaki 3 fungu la 9 tuone inasema nini. 3:9 Malaki. Ndio. Neno la Bwana linasema, ndio, ninyi mmelaaniwa kwa laana. Maana mmeniibia mimi. Yaani Mungu anasema kwamba yaani sio mimi nayo walaani. Sio ukasema ujamaa anakuja kulaani. Biblia ndio inayosema. Hebu rudia tena. Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana.
ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Maana mmenaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Asema mmelaaniwa kwa laana. Ngoja niwaambie, tuweni waaminifu. Hata hayo mambo yanayokumba ulimwengu mzima sisi hayatatupata. Hizi changamoto unazoziona zinazotokea, Mungu atatukingia kwa njia moja, kwa njia nyingine. Nataka niwaambie, usikubali kucheza na kuzembea katika utoaji wa zaka. Toa zaka. Mwadventista wa Sabato, toa zaka. Kuwa mwaminifu. Tafuta zaka. Anza kuzitafuta leo. Mwambie Mungu, nataka unisaidie mwaka huu nitoe zaka kiasi gani. Alafu piga magoti. Mwambie nipatie akili, nipatie ubunifu. Anza kuzitafuta. Nataka nikuhakikishie, nenda kajaribu kuanzia leo. Nenda kajaribu, utaona matokeo yake muda si mrefu. Utaona matokeo yake yasiyo ya kawaida. Nenda katafute zaka. Unajua sisi tulipokuwa tunatafuta zaka hiyo shilingi milioni 2, unajua ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kupata hela nyingi kwenye maisha yetu yote. Ilikuwa ndio mara ya kwanza tulipopata. Hivi ukitoa zaka milioni 2 umepata milioni ngapi? 20. Na maana 10 zaka 10 nini? Sadaka. Tumepata milioni 20 tayari. Ilikuwa ni mara yetu ya kwanza. Hawa wachungaji hakuna aliyeshika milioni 20 hapo hata mmoja. Yaani akishika lazima wewe umeamua kutafuta. Na lazima ufanye hivyo. Jaribu, anza kutafuta, anza kupanda. Nilikwenda kwenye effort sehemu fulani. Wakalima mashamba, nasema hili shamba ni kwa ajili ya zaka, hili shamba ni kwa ajili ya sadaka. Nataka nikuambie, tumetoka Nyangokorwa. Tulipotoka Nyangokorwa, huko tulikotoka ilikuwa ni kivumbi. Walileta magunia ya mahindi, walileta mazao, walileta kila kitu kwenye sadaka. Yaani walileta vitu hapo. Nataka nikuambie mwezi kamili. Walileta, wanavipanga pa tena kwa raha. Wengine wanakimbia, wanakuja, wanataka kutoa kwa ajili ya kutolea Mungu wa mbinguni. Inatia moyo sana unapofanya mambo ya Mungu. Ukishatoa zaka, ukishatunza Sabato, ukishatoa zaka na sadaka, jifunze kwa watu waliofanikiwa. Ukiona huyo amefanikiwa, awe rafiki yako. Ukiona jamaa anapiga usingizi sana, achana naye. Songa mbele, fuata. Angalia huyo anafanya nini mpaka anaweza kuendelea. Mfuate huyo. Ukiona huyo jamaa kazi yake ni masengenyo, achana naye. Ukiona huyo anakueleza habari za kufa tu, achana naye. Ukimwona huyo anakueleza habari za kulogwa, achana naye. Ukiona huyu kazi yake ni masengenyo tu, hata kuondolea uwezo wa wewe kufanya vizuri zaidi, achana naye. Ukiona huyu anafuga kuku vizuri, nenda kwenye banda lake, acha wivu. Ukiona mtu anafanya vizuri, mwambie anafanya vizuri, acha wivu. Ukiona huyu mtu amefanikiwa, nenda kakae karibu naye. Wewe kama Mwadventista ambaye una akili timamu, kuwa na akili timamu. Kuku wako wasizurure. Wakizurura wataugua. Jifunze kwa wale wanaofuga kuku vizuri. Banda lako angalia liwe safi. Fuga ng'ombe wa maziwa, kunywa maziwa. Fuga mbuzi wa maziwa. Wakati wa mvua hifadhi majani. Nenda kaangalie. Kuna mama mmoja Same, anaitwa Razieli. Anafuga ng'ombe 7 Same. Hakuna majani kabisa. Mvua inanyesha mwezi mmoja tu. Lakini ule mwezi mmoja atazunguka kwenye mashamba ya watu, atakata majani, atakusanya, atakata majani, atakusanya. Utakuta ana banda kubwa la majani, ana ng'ombe 7 sasa hivi, wote wanakamuliwa. Lakini yuko katikati ya sehemu ambayo ni kame. Ametumia akili yake yote, ana maziwa ya kutosha. Wewe unakaa kwenye maeneo ambayo mvua zinanyesha kila siku, hata maziwa huna, kuku huna, mboga huna. Wewe kazi yako kila siku ni sokoni. Wewe Mwadventista wa namna gani? Mwenye kichwa kibovu kiasi hicho. Waadventista wa Sabato lazima vichwa vyetu vinachangamka. Tunajua la kufanya ni nini. Achana na wivu. Wivu ni dhambi mbaya sana. Haiwezi kukaa pamoja na mchawi kuliko na mtu mwenye wivu. Mchawi yeye unaweza kumwombea akapona haraka.
Mwenye wivu unakaa ndani ya moyo wake, akikuona na kuonea wivu tu. Wivu unaleta hasira, wivu unaleta chuki, wivu unaleta uuaji. Wenye wivu na mchawi wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Mwenye wivu hapendi maendeleo ya mwenzake. Mwenye wivu hawezi kwenda kuuliza jambo kwa mtu aliyefanikiwa. Unajua mwenye wivu akiona majamaa na magari hivyo, anaombea magari yapinduke. Hayapinduki, yataendelea kuwepo. Mwenye wivu ataendelea kuona wenzake wanajenga nyumba, anafikiria itaungua. Haingui. Wenye wivu ni wachawi. Wenye wivu ni wachawi kabisa. Wanatamani atakuwa watu. Wenye wivu unakuta mwadventista hata kimwona mwenzake amevaa vizuri, hata kumwambia umevaa vizuri hataki. Anaweza tu lazima anaringa wakati amevaa vizuri, tena kiadventista kisabato, tena amevaa vizuri. Atapata shida sana. Kinywa cha mwenye wivu kimejaa laana. Ukimkuta mtu saa zote analaani watoto wake, analaani wajukuu zake, chini ya ulimi wake kuna madhara ya uovu. Mwenye wivu ni balaa kubwa sana. Mwenye wivu ana chuki katika moyo wake, saa zote anachukia watu. Akiona vitoto vya kike vya watu vinaendelea vizuri, anatamani vipewe mimba, havipewi kwa jina la Yesu. Wataendelea tu kusonga mbele. Wenye wivu wanapenda kulaani watu, hawataki kubariki. Hataki kubariki watu. Wenye wivu wanasumbua. Na kwenye mkutano huu tunawaombea waache wivu. Haleluya. Naye tusome Zaburi 109 fungu la 17. Tuone Biblia inasema nini. Kama una wivu, tutakuombea leo wivu utoke. Zaburi 109 fungu la 17 anasema, ndio, naye alipenda kulaani, nako kukampata. Alipenda kulaani, nako kukampata. Endelea. Hakupendezwa na kubariki, ukawa mbali naye. Fungu la 18. Ndio, alijivika laana kana kwamba ni vazi lake. Yaani mtu ambaye mwenye wivu anajivika laana kama vazi yake. Maana midomo yake saa zote ni laana. Analaani watu, akiona watu anawalaani, anatamani watu wafe. Ikamwingilia moyoni kama maji. Alipenda kulaani, kumbe ile laana, ukilaani yale mambo mabaya wanaowatakia wenzako yanabadilika, yanakuwa ni mali yako. Na kama mafuta mifupani. Anasema hiyo laana unayoipeleka ikawa kama mafuta katika mifupa yako wewe mwenyewe unayelaani. Endelea fungu hilo moja linalofuatia. Anasema, na iwe kwake kama vazi ajivikalo. Anasema hiyo laana na iwe kama vazi ulilojivika. Sitaki wivu. Nataka kufanya yale ambayo Mungu anataka kubariki watu. Nakasha hiyo. Mwenye wivu anawaombea waliofanikiwa wafe katika ajali. Mwenye wivu anaombea watoto wenzao wapate mabalaa, hawapati ukimwi, hawapati korona, hawapati chochote. Mwenye wivu anaabudu uchawi. Ukimwona mtu ana wivu, hata hajaenda kwa waganga kuchawia, anachawia. Ukiona mwenye wivu, ujue huyo amejiloga yeye mwenyewe. Ondoa wivu, nenda kwa watu wanaofanya vizuri. Nenda kakae chini yao. Nenda wakufundishe. Waadventista wa Sabato wenye akili wanafundishwa na watu wengi. Mimi najifunza kwa Makunja, najifunza kwa nani? Nimetoka kwa Makunja jana, nikaangalia kuna mtu fulani amefanya vizuri sana. Nataka nikuambie, nimejifunza. Nenda kajifunze hata kwa mtoto mdogo. Usidharau mtu yoyote. Unaweza ukajifunza. Unajua wenye wivu anaogopa kulogwa. Akijenga kwa nyumba, ataka kuleta mabati ya msauzi. Anafikiria kwa ya msauzi watamloga. Nataka nikuambie, wenzako wana mabati ya msauzi hawalogwi. Wenzako wana manyumba makubwa hawalogwi. Nenda kajenge. Acha uvivu, nenda kajenge. Fanya kazi siku 6. Fanya kila kinachowezekana na Mungu atakubariki sana. Wanaogopa kununua magari na pikipiki, watalogwa. Wenzako wanatembea na magari hawalogwi, wanaendelea mbele. Acha wivu.
nenda kafanye mambo, songa mbele na Bwana atakubariki sana. Waombee watu baraka na wewe utabarikiwa. Ukiwalani na wewe utalaaniwa. Waombee watu baraka. Ukisikia Pastor Makunja barikiwe, unasema barikiwe. Pastor Sija barikiwe. Barikiwe. Unaitikia na moyo unakuwa na raha. Ukiwabariki watu na wewe unabarikiwa sana. Haleluya. Nataka nikuambie, panga mambo yako na Mungu utabarikiwa sana. Dai ahadi za Mungu utabarikiwa sana. Dai hekima za Mungu, utaona Mungu anavyokufanyia. Nataka nikuambie, ukitaka raha, penda watu. Ukitaka raha, bariki watu. Ukitaka raha, fanya mambo Mungu anayotaka. Nataka nikuambie, utabarikiwa sana. Tunza Sabato. Fanya Sabato iwe ni mali yako. Fanya Sabato kuwa ni sehemu ambayo Mungu wa mbinguni anataka wewe na mimi twende tukasherekee pale. Unajua, Sabato ni kipimo kikubwa sana katika kufunga milango ya rehema. Sabato, zaka, familia ni vitu vikubwa sana ambavyo kucheza navyo, nataka nikwambie, utaweza kuwa shahidi mwaminifu kwa Yesu. Na huko ndani kuna watu 2, 3, 4 ambao wamecheza na Sabato, walikuwa ni Waadventista wa Sabato, lakini wakaacha kwa njia moja, wakakengeuka, wakawa mbali na Mungu wa mbinguni. Na wanajua kabisa kwamba ninataka kufanya mabadiliko kabla mlango wa rehema haujafungwa. Na mlango wa rehema unaweza kufungwa kwa njia mbalimbali. Unaweza kufungwa tu ukakamatwa na corona leo, kesho kaka. Kama sema kuja mwaka huu hebu fanya hivi. Lakini Mungu amefanya nini? Amemrudisha. Na fue naye angefanya nini? Angekwenda. Na unajua kwa nini Mungu ameniweka hai? Kuna mambo ambayo yamesalia ambayo anataka niyarekebishe. Ndio maana ameniweka hai. Ananiambia nataka nikuweke hai kwa sababu kuna mambo fulani hujafanya bado. Na ndio maana wewe umekuja kwenye makambi haya. Na kwenye makambi haya ninataka ufanye maamuzi makubwa ya kufuata Mungu kuliko maisha yako, kuliko zote za maisha yako. Na nataka uyafanye hiyo leo. Na ndio maana wakati tutakapokuwa tunaomba, ile kwaya ambayo itakayoimba, ile kwaya naomba ije mara moja wakati watakapokuwa wanaimba, tunataka watu waje hapa. Wale ambao ushirika wao ulicheza. Naomba unisikilize vizuri. Ushirika wako ulicheza na hata watu hawajui, lakini unajua kabisa wewe ushirika wako haupo, lakini unataka kurudisha ushirika wako na Mungu wa mbinguni. Nataka uje hapa mbele tena kukimbia.